jioni ya leo niko tayari ukatumia kinywa changu. Jioni ya leo ninapotea, wewe ukaonekane. Ninajishusha, wewe ukainuliwe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Hakuna atakayetoka mahali hapa neno lako lisifike katika moyo wake na kumbadilisha. Hakuna. Onekana Bwana.
kuzungumza na sisi kwa namna ya tofauti sana. Siku ya Jumatatu wakati ninapata taarifa ya kusimama siku ya leo, watu wa Mungu, haikuwa rahisi kama tunavyofikiria. I was crying before Lord. I cried before Lord, asking God, what am I going to speak to your people? Na tayari nilishawahi kuambiwa nikakataa. 2 weeks ago I was told to stand here, nikakataa. Kama wiki mbili zilizopita niliambiwa kuja kusimama hapa, nikakataa kabisa. Jumatatu napigiwa simu, ninaambiwa nitasimama. Nilijitupa kitandani, nikajirusha, nikamwambia Mungu, nililia vibaya sana. Najiuliza, Mungu, ninaenda kuongea kitu gani? Nakumbuka nilimwambia mtumishi wa Mungu David, nikamwambia, mtumishi, nimepokea taarifa hii, lakini kusema ukweli sijui ninaenda kufanya nini. Naomba, nimepata taarifa, nimelia sana, sijui. Lakini lipo jambo Mungu anaenda kuzungumza na wewe jioni ya leo. Baba, kazungumze na wanao, kazungumze na watoto wako, kazungumze na watoto wako. Asante Mungu kwa kuwa unaenda kufanya kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Sio mimi ila wewe ndani yangu. Kila unachotaka ndicho nitakachofanya. Amen.
tutazungumza kwa habari ya mambo ya msingi ya muhusuyo Mkristo. Mambo ya msingi ya muhusuyo Mkristo. Hayo mambo ndio Wakristo wengi tumeyachukulia kawaida na yamesababisha tusione matokeo kwenye ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili kama Wakristo. Hayo mambo ndio sababu kubwa ya kwa nini unaombewa lakini huoni matokeo. Hayo mambo ni sababu kubwa ya wewe kuja kanisani lakini ukarudi kama ulivyokuja. Hayo mambo ni sababu kubwa ya mpaka leo unakuja kanisani na ugonjwa lakini bado unarudi nao. Shande Ricardo Sande Boko Shaba. Hayo mambo ndio sababu ya watumishi wengi tunaosimama mahali hapa hatuoni mabadiliko kwenye kile tunachokifanya. Tunasimama lakini utumishi wetu hauna matokeo. Tunasimama hapa lakini kile kinachofanyika Mungu haoni matokeo. Mambo ya msingi ya muhusuyo Mkristo. Roho Mtakatifu, naomba unisaidie. Mambo ya msingi ya muhusuyo Mkristo ni sawasawa na mwili wa mwanadamu kukosa maji, ni sawasawa na mwili wa mwanadamu kukosa damu. Mambo ya msingi yamesababisha ndoa nyingi leo kutokuwa na matokeo sahihi. Mungu hakuweka ndoa ili iwe sehemu ya majuto. Leo vijana wengi tunashindwa kuingia kwenye ndoa kwa sababu ya the so called zile mambo zinazoendelea kwenye ndoa. Vijana wengi, mabinti wanashindwa kuingia kwenye ndoa, naona ni bora nizae kuliko kuingia kwenye ndoa kwa sababu ya haya mambo. Kwa sababu ya haya mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kati ya haya mambo tutajikita sana kwenye jambo moja, na ndio hilo tukaloenza nalo: Mkristo na mamlaka. Mkristo na mamlaka. Shande Rikada Basakata. Oh, Rinama Yereba Sandoshaka. Mkristo na mamlaka. Yamkini wewe ni Mkristo usiyetambua nafasi yako. Ni Mkristo usiyetambua nafasi yako ni gani, ipi nafasi yako, ili usimame kwenye nafasi yako na kuleta matokeo ya nafasi ulionayo. Maana Mkristo ni mtu ambaye anamwakilisha Kristo duniani. Ni mtu ambaye amebeba picha na sura halisi ya Kristo. Mkristo ni mtu ambaye mtu akimwangalia anamwona Kristo ndani yake, kwa sababu amepossess characters za Mungu, amejawa na tabia za kiungu.
Mkristo au kuwa Mkristo ni kufuata nyayo za Kristo Yesu na kuwa kama yeye alivyotaka uwe duniani, ili kuleta matokeo yanayohitajika kutokea. Kuwa Mkristo au mtu Mkristo ni mtu anayefuata nyayo za Kristo duniani na kwa vile ambavyo Kristo anataka awe, ili kuleta matokeo sahihi duniani. Naomba mtumishi wa Mungu Frank unisaidie kusoma Mathayo sura ile ya 7 na mstari wa 21. Mathayo sura ya 7 na mstari wa 21. Mathayo 7:21, neno la Mungu linasema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni ni wapi? Ninaomba unisomee Yohana 4:40. Yohana 6:40. Yohana 6:40 anasema, kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Hayo ndio mapenzi ya nani? Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nisome habari njema. Ukiwahi kufika hapo habari njema, please naomba nisaidie. Kwa hiyo kufika habari njema, ninaomba unisaidie, anzia na Mathayo 7. Mathayo 7:21. Mathayo 7:21 wanaendelea. Inasema, si kila niambiaye Bwana Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni, ila ni yule tu anayetimiza matakwa ya Baba yangu aliye mbinguni. Ukisoma Yohana sasa 6, kwa hiyo tafsiri ya habari njema, maandiko yanasema hivi, maana anachotaka Baba yangu ndicho hiki, kila amuonaye mwana na kumwamini awe na uhai wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Sasa ni hivi, Mkristo ina maana ni mtu aliyemwamini Kristo, aliyemwamini na kumkiri, kwa maana ya kwamba ni mtu aliyeokoka. Sikia, siongelei dini ya Ukristo, ninaongelea Kristo. Ni mtu aliyemkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na kwa nini aliyemkiri? Kwa sababu there are some expectations. Kuna matarajio ambayo Mungu anayatarajia kutoka kwa huyo Mkristo, huyo aliyemwamini Kristo. Ndio maana nasema siongelei dini, kwa sababu Mkristo na mtu wa dini ni watu wawili tofauti. Na matarajio ya Mungu kwa Mkristo na matarajio ya Mungu kwa mtu ambaye ni wa dini ni vitu viwili tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hayo, huyo ndio Mkristo. Na unapongelea habari ya Ukristo, ni mahusiano ya mtu na Mungu. Ukristo ni mahusiano binafsi kati ya mtu na Mungu. Ni mahusiano binafsi kati ya mtu na Mungu, tena kupitia maarifa sahihi. Huo ni Ukristo, mahusiano sahihi kati ya mtu na Mungu, tena mahusiano sahihi kati ya mtu na Mungu. Huo ni Ukristo. Kwa hiyo unakuja hapa kwamba kumbe Mkristo ni mtu anayetafuta au ni mtu mwenye mahusiano sahihi yeye na Mungu. Huyo ni Mkristo bado.
Kwa unaweza ukawa Mkristo lakini kama mahusiano yako sio sahihi, ndio maana unakuta ni rahisi sana mtu aliyeokoka ambaye ndio huyo tunamuita Mkristo, mtazamo wake juu ya Mungu na mtu ambaye hajaokoka ni sawa. Mkristo kwa sababu ya matarajio ambayo Mungu ako nayo kwake, namna ambavyo anatakiwa kutazama mambo ya Mungu au mambo yanayoendelea duniani inapaswa kuwa tofauti na mtu ambaye hajaokoka. Kwa sababu Mungu amemtenga. God has set that person apart. To be set apart, neno la Kiyunani inasema agaiso. Tayari amemweka, amemtenga kwa ajili ya kazi maalum, kwa ajili ya kubadilisha mambo ambayo yameonekana hayako sawa. Lakini wewe Mkristo ambaye Mungu anatarajia ubadilisha mambo, na wewe unalalamika the same thing. Sikia, sipingani na uhalisia wa mambo, lakini yeye mwenye uhalisia wa mambo, maandiko yanasema hivi, tunaamini kwa unani sio kwa kuona. Kwa maana hiyo kile halisi hakitupi kuamini, lakini kile tunachokiamini ndio kinatutengenezea kitu halisi. Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Ukristo ni zaidi ya utaratibu na tamaduni zilizowekwa na dini. Ukristo ni zaidi ya tamaduni na taratibu zilizowekwa na dini. Kwa nini? Yapo matokeo ambayo Mungu, yapo matarajio ambayo Mungu anayatarajia kwa huyo Mkristo. Leo kanisa limekuwa halina matokeo sahihi kwa sababu watu wamefanya Ukristo kuwa dini na sio mahusiano sahihi kati ya watu, mtu na Mungu. Ndio maana utakuja kanisani utabeza watu wanaosimama na kufanya kile ambacho Mungu ameweka kufanya. Kwa nini? Wewe umebeba dini. Wewe sio Mkristo. Wewe sio Mkristo. Amen. Umebeba dini. Kwa sababu kama ungekuwa ni Mkristo, ina maana mahusiano yako wewe na Mungu yangekufanya wewe chochote unachokiona kinaendelea uelewe kwa namna ya ulimwengu wa roho. Unamkuta ni Mkristo yuko humu ndani, lakini yeye ndo anayefukuza washirika. Yeye ndo anayeongea vibaya watumishi wa Mungu. Hakuna jambo jema mnalojuaga kusema. Yaani wewe ni kusema maneno mabaya tu. Yaani wewe ndio umejaa na maneno yote ya kanisa hili. Wewe ndio kuzunguka kuongea nani fulani yuko hivi. Sio Mkristo wewe. Wewe sio Mkristo. Wewe ni mtu wa dini. Kwa sababu Mkristo amebeba sura halisi ya Kristo. Na ndio maana maandiko yanasema hivi, sisi ni chumvi ya ulimwengu. Sikia, ukiweka chumvi kwenye chakula, huwezi kusema chakula huwezi kusema chumvi ina chakula kingi. Unasema chakula kina chumvi nyingi. Kwa nini? Chumvi ina uwezo wa kubadilisha chakula. Na ndio maana Mungu akatumia hiyo kwamba wewe, mimi na wewe ni chumvi ya nini? Ya ulimwengu. Kwa nini? Sisi tunaweza tukawa na matokeo kwenye ulimwengu. Hata kama wengi wanasema hivi, kwa sababu tumempokea Kristo, sisi tunaleta matokeo kokote tunakokuwa. Ni ngumu sana kuitika hizi amen. Ninajua kwa sababu inakuhiti moja kwa moja. Sikia nikwambie hivi. Wakati ninapokea hili jambo, lilinipa shida, lakini nikwambie, lazima utairiwe. Ukisoma Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati 36, Bwana Mungu wako atautairi moyo wako na moyo wa uzao. Kwa nini? Kwa sababu bila kuutairi hautaleta matokeo yale yanayotakiwa. Mkristo ametairiwa, kwa maana ya kwamba umefanyika tohara ya rohoni. Roho Mtakatifu amefanya tohara ndani yako. Kwa ni lazima yale matunda ya roho yadhihirike. Amen. Una mdomo mchafu, unaongea kidogo, maroho ya asili yamekujaa. Huoni jambo jema, huoni vizuri ukiona mwenzako amefanikiwa na unajiona ni Mkristo. Nani kasema? Wewe sio Mkristo. Maana Mkristo ni mtu ambaye anaweza
kwa ajili ya wengine, na wakati huishi maisha ya kumtukuza Mungu, huishi huna mahusiano na huyu anayetutambulisha nyakati. Abashando bosaka repanama yeda bazekete yana. Tumeharibu kanisa, tumechafua kanisa, tumeharibu mwili wa Kristo. Uko wapi upendo wa Kristo? Ukiona mwenzako amefanya jambo baya, wewe unafurahi kuona ameanguka. Mkristo, nani kakwambia ni Mkristo wewe? Who told you that you are a Christian? Who told you that you are a believer? Nani amekwambia? Unafurahia kuona anguka la mwingine? Mkristo, unafurahia ukisikia mtoto mwingine ameanguka? Unafurahia ukisikia ndoa mwingine haina amani? Mkristo, unamsema mpendwa mwenzako kwa watu ambao hawajaokoka? Mkristo, you are not a Christian. You are not a Christian. Wewe sio Mkristo. Na ngoja nikwambie, majira ambayo tunaishi katika kipindi ambacho dunia ipo kwenye uasi na anguko. Usipokaa vizuri, umeachwa. Mkristo, tarajio au mategemeo ya Mungu ni Mkristo amjue zaidi yeye, ili aweze kuleta matokeo sahihi ulimwenguni. Hayo ndio matarajio ya Mungu, amjue zaidi. Daudi anasema, early will I seek you Lord. Kumbe kumtafuta Mungu unapofanya mapema, yapo matokeo zaidi makubwa unapotambua mapema na kumtafuta Mungu. Mkristo, huna muda wa maombi. Tunapigizana kelele every now and then, njoo kanisani. Kila siku ukija hapa, yani kuna watu huwa ninakaaga hapa nasema, Mungu wangu, hivi ni nini? Kila siku wewe lazima udondoshwe na mapepo. Kila siku. Sikia, kama unaombewa, uweki neno ndani, uimarishi mahusiano yako binafsi na Mungu, sikia, hayo mapepo yataendelea kufanya makao kwako. Mkristo ni mtu ambaye kila saa ana njaa na kiu ya kumjua Mungu zaidi. Hatosheki na maarifa alionayo. Sikia nakwambia ni kitu. Usiwe mwepesi sana kama Mkristo kumhukumu yeyote yule. Usiwe mwepesi kumhukumu, kwa sababu wewe hujui secret place yake yeye na Mungu. Hujui yeye baada ya kitu ambacho unakiona amekitenda, hujui ni namna gani ana mahusiano yake na Mungu. Daudi alikuwa ni mchafu kupindukia, lakini anasema he is a man after my heart. Sisemi hivi eti utende dhambi eti kwa sababu I'm not cherishing sin. Sitii moyo watu mtende dhambi. Lakini ninasema ya kwamba Mkristo ni lazima uhakikishe umeweka zipu kwenye mdomo wako, kwenye kinywa chako. Kila sana yule naye, si mimi ndo nilikuwa mchungaji msaidizi, yule naye wala hata naye. Njoo sasa uwe mchungaji msaidizi. Njoo. Ukifikiri hii ni kazi, kwamba ukitoka hapa kila ukiingia ni tipu, ndio watu wa Mungu. Mkijua hao watu wanaosimama Mungu, yani nasema hivi ni kwa sababu tu sina namna ya kujitoa kwenye mambo ya kitumishi, yani tayari hiyo ndio imekula kwangu.
Lakini kama kungekuwa kuna choice kwamba sasa achana na moyo ya kitumishi, hamna shida, ningeacha. Kwa sababu nikiangalia ninaona gharama iliyoko mbele ni kubwa zaidi. Sikia, mimi sijaanza huduma, hata maandalizi yenyewe sijaanza. Yaani hata maandalizi yenyewe yaani kuna muda nikikaaga najionea hadi huruma. Nikiangalia mzigo. Watu wa Mungu, Mkristo ni lazima uhakikishe unaishi maisha ambayo yanamwakilisha Kristo duniani. Huoni matokeo kila siku kwenye hiyo ndoa ni kupigana vichwa kila siku, hamna. Sikia, Mkristo maarifa amepewa. Mungu ametupa akili. Kwa kama ametupa akili, unapokuwa hata kwenye hiyo ndoa yako, akili inatumika ile ya kimungu kuangalia ni namna. Bwana Yesu tusaidie. Unasema tu hapo akaka kijana kenye akajaoa, kanaongelea ndoa, mambo ya ndoa. Sikia, sio kuona kunaleta maarifa ya kuishi kwenye ndoa. Unatafuta maarifa kwanza kabla ya kuingia kwenye kitu. Kuna muda mwingine ninafurahi kwa nini siko kwenye ndoa sasa hivi. Niko natafuta 35. Niangalie hivi kamili kadogo. Kuna muda mwingine ni raha kuto kuingia. Sikia, singleness is good. Ni raha kuto kuingia kwenye taasisi ambayo hauko na maarifa nayo. Mnaongea tu. Hajaoa. Ni kwa sababu hajaoa. Oa na wewe. Kama ukifikiria kuoa ni mkono, kila mtu anao. Mkristo ni lazima utambue ya kwamba you are God ambassador. Wewe ni balozi wa Mungu. Amen. Mungu hawezi kufanya chochote duniani bila kumtumia Mkristo. Lakini pamoja na hiyo hali yote bado hujatambua. Watu wa Mungu, tunafanya tu introduction. Pale ambapo itaishia, tutaishia hapo. Tutaishia hapo. Ili somo ni muda mfupi tu Mungu amenipa hapa. Nikaliandaa mpaka nilimalize. Ni refu sana. Kwa sababu ilibidi nikae nitulie nimtafute Mungu. Mungu no. Mkristo, wengi wa Kristo tumepoteza mamlaka tulionayo. Tutaona huko mbele. Kwa sababu ya hivi vitu tumepoteza mamlaka. Sasa hivi umepoteza hadi nafasi uliyokuwa nayo. It is because uliishi kwenye ile nafasi ambayo ulitakikana uishi. The true identity of a Christian is not in you. Kitambulisho halisi cha Mkristo hakimo ndani yako, kimeondoka. Ndio maana unaongea tu ovyo. Ndio maana kila mtu ni rafiki yako. Ndio maana kila kitu unaweza ukafanya wala uone shida. Hata dhamiri ndani unaweza mko mtu anajiisha Mkristo lakini nilichawi. Na ni eti Mkristo. Nilichawi lizuri. Mkristo, nani kakwambia? Who told you that is a person to be a Christian, to be called a Christian? Nani kakwambia kwamba ni mtu anaweza kuitwa Mkristo? Mkristo, unataka kumuua mchungaji Mkristo. Mkristo, unamuongelea kuhani vibaya Mkristo. Sikia, mimi siku zote tangu Mungu amenileta hapa Pefa, kitu kilichonisaidia mimi sijataka kupendwa hapa ndani. Kwa bado it doesn't bother me. Wewe ukichukia, it doesn't bother me. Yaani hainiumizi. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye hapa huwa sipendwi na mimi huwa hainipi shida. Kwa sababu ninajua ninachokifanya. Hamna mtu anaweza kuongelea jambo zuri kwangu. I know. I was called here for the purpose. Nililetwa hapa kwa makusudi ya Mungu. Sikuletwa kwa kusudi lako. So hainipi shida, elewa. Yaani ongea mambo yote hainipi shida. Utangu umeanza kuongea umeona hata napungua. Wala tena cheko na meno yote nje. Na waha tulivyo na meno meupe. Yaani naacha yote hainipi shida kwa sababu Wagalatia maandiko anasema, Mtume Paulo anasema mtu yoyote na asinitaabishe kwa sababu niko na chapa za Kristo. Kwa hiyo sema vitu vyote, it doesn't bother me.
Yani it's like the dogs are barking. Ni mbwa wanabweka, mimi niko napita tu. Na unajua shida ya mbwa wakibweka afu kashtuka wananani. Sasa utaendelea kubweka. Ndio maana unapata unaongea huoni nikigeuka. Sasa kwa nini nina moyo gani? Nina moyo wa Kristo. Kristo. Amina. Kuna utofauti mkubwa sana kati ya Ukristo na dini. Maana dini ni taratibu za wanadamu, ni taratibu na tamaduni, lakini Ukristo ni mahusiano binafsi kati ya huyo Mkristo na Mungu, tena kwa maarifa sahihi. Sikia nikwambie, to live in garage, it doesn't mean that you will become a car. Kuishi garage haina maana kwamba utakuwa gari. The same applied to be in church, it doesn't mean that you are a Christian. Kuwa kanisani haina maana wewe ni Mkristo. Unaweza kuwa kanisani lakini you are not a Christian. So, yani tukiwa tunapishana huko naangalia na wewe sio Mkristo na kuangalia tu. Sikia nakwambia, hakuna afu uzuri hapa duniani ni kwamba hata kama neno ulisemea sirini litajulikana. Hata usemee sirini. Amen. Muulize mfalme wa Ashuru alifanyaje? Amepanga vita. Ukisoma katika Wafalme wa 2:6. Amepanga vita kuvamia taifa la Israeli. Nabii wa Bwana Elisha yuko chumbani kwake, anapata taarifa zote. Anamwambia, "Besti, jamaa amepanga pale usipite." Anafika pale pa. Nafikiri wewe alikuwa ni Mkristo wa leo. Kafika pa. Hamna kitu. Hamtaniambia ni nani aliyetoa siri. Akamwambia, "Bwana wangu, yupo mtu wa Mungu kule. Yeye humwambia mfalme mambo unayoongea chumba chako cha." Ngoja tusome hapo ili mjue. Ninaambia nitatembea pole na hili jambo. Pole kwa sababu Mungu anataka kufanya operation. Kama tuko makini kama kanisa, kuna masomo ambayo Mungu amepitisha hapa almost 4 months. Miezi kama 4 mfululizo. Ni masomo ambayo Mungu alikuwa anadili na sisi moja kwa moja, lakini hatuelewi. Hatuelewi hata kidogo. Ubadiliki, uko vile. Kiburi ndo kinazidi kujaa, maneno yamezidi kujaa. Lakini Mungu anatuma watumishi wake. Sikia, wanasema nabii aishiriki nyumbani. Sikia, mimi sihitaji heshima. Mimi nahitaji nifikishe kitu ambacho Mungu anataka kifike. That's what I am after. I am not here to please you. I am here to please God. Siko hapa ili nipo kwa ajili ya kumgusa Mungu wangu. Kwa sababu nikifanya kile unachokitaka, watu wa Mungu, watumishi wale ambao Mungu ametupa neema ya kusimama hapa, tunaelewa. Kuna vitu ukifanya hapa na hujaambiwa ufanye, ukirudi huku kwenye chemba, wewe na yeye. Yaani ni wewe na yeye. Ndio unajua, yaani ni hapa na ile ni one. Wewe na yeye. Ili hapa nilikwambia useme. Watu tunachukuliaga kawaida, unafikiri mtu amekuja hapa anaongea, na unaongea tu maneno yako. Unafikiri ni rahisi hapa. Unafikiri ni mazoea. Watu wa Mungu hapa ni pamoto. Siku na ndugu mmoja alisimama hapa akasema kabisa, mimi ilibidi nianze kuita, nimwambie mwenzangu aanze kuita damu ya Yesu. Unafikiri hapa ni pa kusimama tu. Alafu Mungu anampa ujumbe mtu akufikishie, unaita utani. Endelea kuleta utani. Maandiko yanasema sikio la kufa
alisikii dawa. Aonywaye mara nyingi akishupaza shingo lake atavunjika ghafla, wala hatapata dawa. Siku moja mtumishi wa Mungu, alikuwa ni bishop, sio alihadithiwa na mtu au sijui ni endo aliona, sikumbuki sana hiyo maono, lakini aliona anawachapa watu kwa sababu alikuwa ameshawafundisha, alafu watu hawafanyi kile. Sijui kama tunawakumbuka watu wa Mungu, hawafanyi kile ambacho walitakiwa kukifanya. Akaonekana Mungu akasema wakaanza kuwachapa, sijui kama nakumbuka hicho kitu. Kuna mambo Mungu ameachilia kama miezi 4-5 mfululizo kwenye kanisa, kwa sababu anataka kushughulika na mtu mmoja baada ya mwingine. Lakini bado tuko vile vile. Mungu amenituma tena mimi, mtumishi wake Joshua. Sikia, hata kama wewe hutaniona ni mtumishi, yupo aliyeniita. Maana maandiko yanasema ni jambo dogo sana mimi kukufanya wewe kuwa mtumishi wao. Wafalme wa pili, nisaidie Dave, naomba nisome kwa habari njema. Wafalme wa pili sura ya 6. Angalia, anzia mstari wa 24. Wafalme wa pili 6. Oye kidogo. Samahani kidogo. Wafalme wa pili 6 anzia 8. Wafalme wa pili 6 mstari wa 8. Linasema, wakati mmoja kulikuwa na hali ya vita kati ya Aramu na Israeli. Basi mfalme wa Aramu akashauriana na maofisa wake kuhusu mahali watakaposhambulia. Lakini Elisha akampelekea habari mfalme wa Israeli ajihadhari na mahali hapo, kwa kuwa Waaramu walikuwa tayari kupashambulia. Basi mfalme wa Israeli akapeleka askari wake karibu na mahali alipoambiwa. Elisha aliendelea kumuonya mfalme, naye mfalme alijiweka katika hali ya tahadhari. Jambo hilo lilifanyika mara nyingi. Mfalme wa Aramu akafadhaishwa sana na hali hiyo. Akawaita maofisa wake, akawauliza, niambieni, nani kati yenu anayesaliti kwa mfalme wa Israeli? Mfalme wa ajabu, mfalme mmoja wao akajibu, hakuna anayetusaliti, mfalme, anayehusika ni Elisha, nabii aliyeko huko Israeli. Yeye humwambia mfalme wa Israeli chochote unachosema, hata ukiwa katika chumba chako cha kulala. Hapo. Kwa hiyo kuna mambo unaweza ukayafanya sirini ukijua watu hawajui. Yeye aliona amemaliza, akajua nimefanya shauri la siri. Naomba usome Zaburi ya 64 haraka mtumishi wa Mungu Frank. Nataka ujue ya kwamba kuna mambo unaweza ukayafanya sirini, ukayatamka, unaongea kama Mkristo sirini, ukijua hayajulikani, lakini anajulikana. Tunajua kama wewe ndio unapeleka taarifa kuhusu habari ya kanisa, tunakujua. Yaani kwa sababu hatuji kukwambia haina maana hatujui. Wengine ni silent killers. Yaani tumeweka tu chini papa, una spot kitu unapiga huko. Yaani unaua kimya. Kwa tunatambua ziko huduma za watu wengi sana zimeuliwa hapa kanisani kwa maneno. Una neno la kumjenga mtu, kumuinua mtu. Nisaidie hapo Frank haraka. Anzia mstari wa kwanza tu hapa. Mungu uisikie sauti yangu katika malalamiko yangu.
unilinde uhai wangu na hofu ya adui. Utanificha mbali na shauri la siri la watenda mabaya, mbali na ghasia ya watu wafanyao maovu, waliounua ulimi wao kama upanga, wameielekeza mishale yao maneno ya uchungu, wapate kumpiga mkamilifu faragani. Yaani huna hata aibu, yaani faragani. Unataka kabisa umfinyie huko umalize, nitamuulia hapa. Hii huduma haitainuka. Hapa mnaga mtu kuinuka huduma. Hapa wani sisi tu. Etu mfinyie. Yaani mimi nakumaliza. Sasa hivi. Hey. Cheza endelea hivyo, yaani mimi nasikia tu papa mimi nakushughulikia huko. Siku yaani ni juu kwa juu na kushughulikia. Endelea mtumishi wa Mungu. Kwa ghafla umpiga wala hawaogopi. Hata uoga hamna. Yaani mnakaa kikundi pale na mchungaji, hamna kitu. Fanya hivi, nafanya. Yaani hamuoni hata uoga. Unajua paka kuna muda, kuna siku baba alisimama hapa anaongea. Anasema, watu wa Mungu ninaomba mniombee. Sikia nikwambie. Hicho ndio sehemu ambayo inaniumizaga zaidi kwa habari ya mambo ya utumishi. Wewe ndio unajitia moyo, wewe na wewe mwenyewe. Yaani hamna mtu anayekuja kukutia, ni wewe na wewe mwenyewe. Kwa sababu watu wanafurahia hapo unapopita. Paka mchungaji anasimama hapa anasema niombee. Yaani kwa maana hiyo kwenye ulimwengu wa roho na anasacha anaona kanisa aliombi kwa ajili yako. Yaani ndio maana hiyo. Yaani sio kama anajisemesha. Yaani kwenye ulimwengu wa roho anatafuta anaona hapa niko natembea mwenyewe. Lakini huyo ndio ambaye ukiwa una shida unaenda kwake. Baba, mume wangu, baba, mtoto wangu, baba, sina kodi ya nyumba, baba, sina chakula. Mungu anisaidie kweli nipate moyo wa unyenyekevu kama yule mzee. Kweli. Kali kabisa. Unashughulika na wale ambao ni maadui zako. As if, yani kana kwamba sio maadui. Bwana Yesu nisaidie. Hicho kiwango sijafikia. Mimi nitakulipua huko juu sikuachi. Mimi hata sijui ni mchungaji, ni mwinjilisti, sijui ni nabii, mimi hata sielewi. Mimi nalipua huko juu kwa juu. Mimi kitu ambacho Mungu ameachilia fanya Joshua nafanya napita. Na guess what? I do and I see results. Ninaomba umalizie hapo mtumishi wa Mungu Frankie. Walijifanya hodari katika jambo baya. Walijifanya hodari katika jambo jibaya kama vile sisi tunavyojifanya mahodari hapo. Unakaa mavikao. Yaani unaangalia tu watoto fulani hawataoa, hawataolewa, hawatafanya hivi. Basi unajiona hodari. Mimi ninakufikia wala hujafunga ndoa yangu. Mimi sijataka kuoa sasa hivi. Yaani usifikirie eti kama eti umefunga ndoa wala hutaweza. Mimi ndio ninakwambia, I know the covenant that I have with God. Ninajua nina mapatano gani na Mungu. Huwezi kufunga ndoa yangu mimi. Huwezi kufunga kitu changu chochote. Na changu hakijafungu. Yaani huwezi. Tuendelee hapo mtumishi. Kushauriana juu ya kutega mitego. Kushauriana juu ya kutega mitego. Hebu angalia na watu tuko nao kanisani. Tufanyaje? Huyu naye ameunuka upya. Sikia, mimi sijainuka upya, nimekuwepo siku nyingi. Ninaua chini kwa chini. Uuliza wenzako ni wangapi wameshakufa huko chini. Ndio utaelewa. Usema ni nani atakayeiona? Hebu angalia wanapo. Yaani wanatiana moyo. Na hapa mnatakayeona. Hapa mnato. Na wakati tumesoma hapa Wafalme wa pili, asante mtumishi wa Mungu. Tumesoma hapa Wafalme wa pili 6. Mtu anafanya mambo yake chumbani, anajifanyia kabisa maamuzi, ninaenda kufanya hivi na hivi na hivi. Mtumishi wa Mungu nabii ameshaona kitu ambacho kinafanyika tu. Sikia nikwambie. Unayoyafanya na kujifanya unakuja mbele za watu ni Mkristo, tunayajua. Unachokifanya kuvunja moyo wengine chini kwa chini, maneno unayoyafanya unapopiga kanisa vita, tunajua. And you are not a Christian. Wewe sio Mkristo. Tumemwangalia Mkristo ni nani? Nimesema hivi,
kukaa gereji au kuishi gereji haui gari. Yaani usifikiri utakapokaa gereji utakuwa gari. Maisha. The same applied. Being in church doesn't mean you're a Christian. Kuwa kanisani haina maana wewe ni Mkristo. Maana Mkristo ni mtu ambaye anatambua majira kwa ajili ya wengine, na hawezi akatambua majira kwa ajili ya wengine kama hana mahusiano kupitia maarifa sahihi na Mungu. Mkristo. Wanawaambiaga watu wa sifa. Mimi mpaka leo chochote unachoona nakifanya kwa mambo ya sifa na kuabudu. Nilisoma kitabu ambacho kilikuwa kina peji 60, nimesoma peji 15 tu. Mpaka sasa hivi nazifanyia kazi peji 15. Kwa matokeo ya yote unayoona sasa hivi bado nasema ni bora usome peji moja ufanyie kazi kuliko kujifanya ni unasoma udari kwenye kusoma vitabu alafu hakuna matokeo. Nikawa nawaambia wanasifa hapa, nawaambia tena siku hiyo wakiwa wageni fulani hapa wakaongea kuhusu walimu wanapopigwa vita wanaongea, nikasema afadhali nimepata mtu wa kunisaidia hata kuongea. Kwa sababu unamwambia mtu huwezi ukamsifu Mungu na kumwabudu Mungu zaidi ya unavyomjua. Mkristo unakaa kwenye kwaya, ni hapa step zote, lakini kuishi maisha ya Ukristo ndani hamna. Unafikiri tunaenda? Sikia, ngoja nikusaidie kitu kimoja. Uimbaji sio huduma. Uimbaji ni kipawa. Tafuta huduma ambayo uko nayo ili kupitia hicho kipawa cha uimbaji hiyo huduma ifanye kazi. Tafuta karama ambayo Mungu ameweka ndani yako ili kupitia kipawa cha uimbaji hiyo karama ifanye kazi. No wonder wewe unaona watu wakiimba unasikia nimepona. Kuna moja kati ya wale wanaoimba huku ana karama ya uponyaji. Kwa alipokuwa anaimba watu wanaona tu mshukuruni. No, kwenye ulimwengu wa roho sio mshukuruni Bwana. Kwenye ulimwengu wa roho ile spirit of healing inaenda na kazi. Unajua kuna mahali nilienda, nipata neema nikaenda kuhudumu. Watu wanapokea na unaona matokeo. Hapa mmekaza, yani mnajifanya kama mmeconcentrate kumbe hamna. Na hapo uko naongea chini chini unasema amalize kwani muda bado simalizi. Na umejipanga amalize. Yaani nakwambia ni pole pole. Unaona ile dawa, unajua kuna sindano fulani ukiwa unasoma unachoma za mishipa, hatakiwi daktari aweke yote, anaweka kidogo pa, afa anaachia. Unaisikilizia kwanza, unaisikilizia na kucheki, ndia pole, usijali Mungu anakuponya, afa anaweka tena. Yaani kusema pole haina maana ndo ataacha, anaendelea. Ndio hivyo nitakapofanya hapo. Naona na wengine mnaomba Mungu sema Mungu asaidie wala asirudishwe akasimama hapo. Hilo somo ndio lio limeishia hapo. Sasa kwa taarifa yako yajayo. Bwana Yesu asifiwe. Mkristo, sikia, ili tuone watu wanajazana hapa kanisani, washirika wanaongezeka na kuleta matokeo sahihi. Sikia, yaani sisemi hivi kwamba tunataka kanisa liwe na watu wengi. Tunataka kanisa liwe na watu wenye kuishi maisha yanayomsadifu Mkristo. Na wewe tu kuishi kwako ni sababu ya huyu mwingine kuja. Matokeo ya namna unavyokaa na watu, unavyoishi nao, yanaleta watu kanisani. Kwa nini hata leo tukienda kushikuuliza tu kwa jirani yako hapa, eti kuna yule mtumishi wa Mungu mama fulani, yule mnafiki, yule mbea. Kwa nini? Hakuna matokeo ya Kristo ndani yako. Maandiko yanasema hivi katika waraka wa pili wa Korinto wa pili 5:15 ya kwamba hatuishi kwa ajili ya nafsi yetu wenyewe, lakini kwa ajili yake yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu. Kwa maana hiyo ni kwamba kuishi kwetu ni Kristo.
Kwa kama kuishi kwetu ni Kristo, yani ukitembea watu wanaona Kristo. Yule mwanafunzi Petro alikuwa anamkana Yesu. Akamkata kabisa. Mimi siko pamoja. Mbona huyu hata kuongea kwake? Akaona asepe akatembea. Hadi kutembea kwa. Sikia, Mkristo hajifichi. Tayari kukiwa na channel ya Kristo ndani yako, hata kuongea kwako tunamdhihirisha Kristo. Kwa nini? Ameweka makao ndani yako. Na yeye akiweka makao ndani yako, unaanza kubadilika kuanzia ndani kuja nje. Sikia, tusidanganyane na kujifanya mnyenyekevu. Hamna unyenyekevu. Unyenyekevu unaanzilia ndani, unaonekana nje kama matokeo. Kwa wale walimu tunajua tuna kitu tunaita cognitive domain. Cognitive domain kinaanzia kwenye ufahamu. Jambo unapolipokea kwenye ufahamu. Alafu kinapokuja upande wa pili kuna kitu kinaitwa affective domain. Affective domain ni namna sasa baada ya kuingia kwenye ufahamu. Kwa mfano, umepata taarifa ya msiba, kwenye ufahamu inaingia. Baada ya kuingia kulivyo kuathiri uchungu moyoni. Uchungu unakuja. Uchungu unaanza kulia. Ile kulia inaitwa psychomotor. Ndivyo Kristo anavyofanya kwenye maisha yetu. Kristo anapoingia ndani yetu, tunakuwa wa Kristo, kwa maana ya kwamba tunageuzwa ili tuishi kama yeye alivyoishi. Mkristo. Sikia, ngoja nikwambie kitu kimoja. Yaani sisemi hivi kujifanya na yeye anajifanya kwamba na yeye kwamba yeye ndio anaishi maisha ya Kristo. Sikia nikwambie. Deliverance au kuishi, yani perfection, haitokei mara moja. Kwa sababu we are daily perfected in Christ Jesus. Kila siku tunakamilishwa kupitia Kristo Yesu. Na ndio maana unachohitaji wewe kama Mkristo, kweli una madhaifu, lakini ni namna gani unavyoyachukulia ule udhaifu? Je, unatembea nao kuulea kwamba mimi ni hivi. Mimi ni wa namna hii. Mimi akakaro nimekuwa nako na nyumbani wana hizo roho. Kwa hiyo wala ni mimi. Hiyo ni kitu nyingine. Ni lazima utambue udhaifu wako. Alafu kwenye udhaifu wako, sikia, Mungu anadhirika kwenye udhaifu. Ndio maana anasema let the weak say I'm strong. Na wadhaifu waseme tuna nguvu. Kwa nini? We are given the power ili tuweze kuwa na nguvu. Ni Mungu ndo anayeachilia nguvu kwenye udhaifu wetu, anakava. Na Mungu atembei na mtu ambaye ni mkamilifu. Mungu anatembea na mtu ambaye ni mpungufu. Ni ngumu kuielewa hiyo pia. Yaani kama umekamilika umuhitaji Mungu. Na hakuna aliyekamilika. Naam, si. Kwa hiyo muda wote unahitaji kuona ya kwamba sina kitu, ili yule mwenye kila kitu afanye makao ndani yako na kuendelea kukubadilisha kila siku. Huwa tunakimbiaga hapa tukisikia, oneni hivi tu. Mnaona anasimama hapo mtumishi wa Mungu David anaimba, oneni tunasimama hapo tunaimba, mnaona matokeo, nguvu ya Mungu inatenda. Watu wa Mungu, hiyo gharama ni zaidi tu. Mnaongea tu sasa hivi sifa na kuabudu imeshuka, ipandishe. Badala usimame kwenye nafasi yako kama Mkristo ili wale walete matokeo, maana wao kushuka kuna vitu vingi vinaharibika. Badala usimame useme Mungu wasaidie wale vijana, Mungu wasaidie wale mabinti pale mbele, Mungu wasaidie wale wapigaji, wasaidie Bwana Yesu ili waweze kufanya. Kanisa sasa hivi tumeingia kwenye wakati mgumu kwa sababu ya wao. Bwana Yesu wasaidie, watie nguvu. Ninajua yapo maneno yanatokea yanawavunja moyo. Ninajua yapo mambo yanafanyika, maisha yao yanawavunja moyo, lakini Bwana wafanyie mpenyo, wasaidie Bwana. Huo ndio Ukristo. Huo ndio Ukristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni Ukristo. Sasa tutagusa kidogo, maana tulikuwa tunaongelea habari ya Mkristo, mambo ya muhusue Mkristo. Tumekuja kuangalia kwenye Mkristo na mamlaka.
Yapo mambo manne hapa. Kuna Mkristo na imani, kuna Mkristo na mamlaka, kuna Mkristo na neno, alafu kuna Mkristo na maombi. Hiyo ndio kitu ambacho Mungu andabazeke rebobosha kata. Remanama sekete. Ikana bazeno shakata baraba. Ikana mandoshaka. Wakati ninapewa hivyo vitu ninafikiria, Mungu, ninatoa wapi? Ninafanya nini? Kwa tumeanza na Mkristo na mamlaka. Kwenye Mkristo na mamlaka tumeangalia Mkristo ni nani, Ukristo ni nini. Sasa tunakuja kuangalia mamlaka ni kitu gani. Tunakuja kuangalia chanzo cha mamlaka ya Mkristo au chanzo cha mamlaka ya mwanadamu, na kilicho sababu ya mwanadamu kupoteza mamlaka mara ya kwanza, na namna mwanadamu alivyopata mamlaka mara ya pili, na namna ambavyo mwanadamu sasa anapoteza mamlaka kwa namna nyingine. Kanisa limekuwa halina matokeo sahihi kwa sababu hayana haya mambo. Wakristo tumekuwa hatuna matokeo sahihi kwenye kile tunachokifanya kwa sababu ya haya mambo. Mkristo na imani, Mkristo na neno, Mkristo na mamlaka, Mkristo na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu Frank, naomba nisomee Zaburi ya 47 mstari wa 2. Alafu mtumishi wa Mungu Simon Raikiza utanisomea Zaburi 103:19. Alafu mtumishi wa Mungu David utanisomea Daniel 4:34. Zaburi 47:2 anasema, kwa kuwa Bwana aliye juu mwenye kuogofya ndiye mfalme mkuu juu ya dunia yote. Bwana, rudia hapo samani. Kwa kuwa Bwana aliye juu, kwa kuwa Bwana aliye juu mwenye kuogofya ndiye mfalme mkuu juu ya dunia yote. Tafsiri nyingine ni hii ya kwamba Bwana ndio mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani. Mtumishi wa Mungu Raikiza, naomba unisomee yote. Zaburi ya 103 mstari wa 19. Bwana ameweka kiti chake cha enzi mbinguni, na ufalme wake unavitawala vitu vyote. Ufalme wake unavitawala vitu vyote, mamlaka. Bwana ameweka kiti chake cha enzi mbinguni, na vitu vyote vilivyoko duniani ufalme wake ndio unavitawala. Who is that God? Who is this God we are talking about? Mungu ni Mungu wa namna gani? Mungu ni Mungu wa namna gani? Naomba umalizie hapo mtumishi wa Mungu David. Daniel 4:34. Ndio. Habari njema. Ndio. Anasema mwishoni mwa ile miaka 7. Mimi Nebukadreza niliinua macho yangu kutazama juu. Mbinguni. Na akili zangu zikanilia. Nilimshukuru Mungu mkuu na kumheshimu yeye aishie milele. Kwa sababu enzi yake ni enzi ya milele. Ufalme wake wadumu kizazi hata kizazi. Sikieni kuambie, huyu Nebukadreza ukisoma sura ya 4 mstari wa 30, alijitoa ufahamu. Si umesikia huko anasema ufahamu wangu ukanirudia. Hebu naomba rudia hapo kwenye hapo alisema ufahamu umerejeshwa. Hebu kusoma hapo. Soma hapo tu. Tena anasema mimi, hakutaka kwenda kwingine, mimi. Ni nani sasa huo ufahamu? Alisema hapa sipigi kona. Akasema mimi Nebukadreza. Ninaomba usome hapo.
Mwishoni mwa ile miaka 7. Mwishoni mwa ile miaka 7. Mimi Nebukadneza. Niliinua macho yangu. Kutazama juu mbinguni. Na akili zangu. Zikanirudia na maana zile. Sikia, kuna watu wanatakiwa kurejeshewa akili hapo. Kama sikia nikwambie, unaweza ukakaa hapo ukajiona uko nazo, kumbe zilishaondoka siku nyingi, ndio maana unafanya kama unavyofanya. Maana Mungu Yesu alipokuja alitupa akili kama Wakristo. Ina maana kushindwa kuishi maisha yanayomwakilisha Kristo duniani, kwa maana nyingine huna akili. Ngumu hiyo, ni ngumu. Nafikiri atakuwa ni Prophet Lucas wa Mwanza, nafikiri. Kama sio Prophet Lucas wa Mwanza, kuna mmoja anasema anza kujiambia tu kwamba mimi sina akili kwa sababu ya yale unayoyafanya. Kwa sababu Yesu alipokuja alitupa akili. Kwa maana hiyo aliyetoa akili ni nani jamani? Amesi mkaongea, si unajua kuna vitu vinaguswa. Aliyetoa akili ni nani? Maandiko yanasema Yesu alikuja alitupa akili. Si ndio? Alitupa nani? Akili. Nani? Yesu. Sasa kama ni Yesu alikuja, ina maana wale ambao watatembea na hizo akili na kuzifanyia kazi ni Wakristo. Sasa Wakristo tunaoangalia hapa ni wale wenye mahusiano kupitia maarifa sahihi na nani? Ndio watakaotembea na hizo nini? Hamwezi mkatamka hiyo. Ni ngumu kutamka kwa sababu hapo umekaza anatutukana, sio mimi wala si watukani. Amesema yeye amekuja na ametupa akili. Na ina maana kila anayempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, hiyo akili anayo. Si ndio? Sasa hakuishi kumpokea. Anapoishi na kutembea namna ambavyo Kristo aliishi na kutembea, ndipo ambapo anatambulika kama ni mtu ambaye huku zipo sawa. Vitu vingo. Haina shida. Hapo Nebukadneza, ukisoma kuanzia juu mstari wa 30, mambo yote yaliyotokea kwenye ufalme wake, akajitoa ufahamu, akaanza kujitapa. Sijui hii ikulu yote si mimi ndo niliijenga kwa fahari yangu mwenyewe, sijui nini na nini na mimi, ili iwe utukufu wangu. Baada amesema tupa, sauti ikatoka mbinguni, sikia, kuanzia leo ufalme umeondoka kwako. Na aliondolewa nini sasa? Aliondolewa, alienda kula. Ngoja tusome. Alikuwa kama mnyama, maana ilibidi aende kwa vipindi 7 akawa wanakula majani. Tena sio kula, yani hiyo ni hakulazimishwa. Ngoja tusome usikie maandiko yanavyosema hapa. Wale wa Kristo jina wameshaanza kuangalia muda wao. Wanataka anza 30. Anza 30. Anasema basi akasema kwa sauti, tazama Babuloni, mji mkuu nilioujenga. Unaona huyu ameanza kujitapa. Tazama Babuloni ni mji mkuu nilioujenga mimi. Uwe makao yangu ya kifalme. Forget about God who gave him strength to build up that palace. Yeye akasahau kwamba ni Mungu ndo aliyetoa nguvu ya hicho kitu kufanyika, akaanza kujitapa. Na kwa ajili ya utukufu wangu. Yaani sio Mungu. Sikia, Mungu anajitwalia utukufu kwa kila ambacho mwanadamu anakifanya duniani. Kila kitu chema ambacho mwanadamu anakifanya, akikiangalia ni utukufu wake, kwa sababu alijiumba yeye. Endelea. Mara tu alipotamka maneno hayo, sauti kutoka mbinguni ikatamka. Ikaja sasa kumrejeshea akili, maana hapo alijitoa ufahamu. Kwa hiyo Mungu akaja akamrudishia ufahamu kwamba sikia, ninajua umeshajitoa ufahamu. Sasa ngoja nikurejeshee ufahamu ujue ni nani alifanya hivi. Ewe mfalme Nebukadneza, sikiliza ujumbe huu juu yako. Ufalme
Sikia, ngoja kwanza, kuna kitu Mungu ananikumbusha hapa. Hiyo unayokujaga kanisani, unakaa hapa, ilitokea ujumbe unasema ujumbe angekuwepo fulani, ni wa kwako. Ni wa kwako. Yaani ni wa kwako, na ndio maana upo. Ungekuwa ni wa kwake, Mungu angehakikisha yuko hapa. Yaani Roho Mtakatifu amenikumbusha hiyo haraka. Maana wengine tumekuwa kama ile, tunajifanya kama tunajipoza. Yaani uking'atwa unafanya unajifanya kama unajipuliza. Ni ya kwako. Ni ya kwako. Kwa usijichome hiyo sindano ya ganzi ukajifanya kwamba unajisho. Nakwambia hivi, wakati sindano ya ganzi inaisha, kuna watu wengi mtaenda kupata shida sana usiku huu, kwa sababu kuna vitu Mungu ameongea na nyie direct na vinawahusu direct. Tuendelee hapo, mtumishi wa Mungu. Utafukuzwa mbali na wanadamu. Utafukuzwa baada ya ufalme wake kuondolewa, utawala wake kuondolewa, yani yeye kutokuwa tena mfalme. Mungu anamwambia utafukuzwa mbali na wanadamu. Utaishi pamoja na wanyama wa porini. Utaishi pamoja na wanyama wa porini. Na utakula majani kama ng'ombe. Na utakula majani kama ng'ombe. Utakaa katika hali hiyo kwa muda wa miaka 7. Utakaa kwa hali hiyo kwa muda wa miaka 7. Na mwishowe utatambua kwamba Mungu mkuu ndiye mwenye uwezo juu ya ufahamu. Asante. Si alijitoa ufahamu, anarejeshiwa sasa ufahamu. Kama vile ambavyo Wakristo wengi ambao tumekuwa Wakristo jina tumejitoa ufahamu. Sikia, Mungu yuko hapa, na hii sauti unayosikia ni yeye anaturudishia ufahamu. Umenisikia vizuri? Sijasema anakurudishia ufahamu, anaturudishia. Don't think that I am preaching down on you. No. Ungejua inapopita kwangu, ungejua namna unavyopita kwangu. Mtumishi wa Mungu, mchungaji msaidizi, alisimama hapa kipindi fulani, sitasahau, alikuwa anafundisha kwa habari ya sadaka. Akasema, jamani, hii inauma. Yaani inaongea lakini inauma. Sikia, kuna muda Mungu anakupa neno. Hilo neno wakati ameachilia ufunuo linakuwa linagonga huko. Kwa hiyo usifikiri kwamba I am preaching down on you. We all need to change and be true Christians. Wote tunahitaji kubadilika na kuwa Wakristo halisi. Ninakubariki Bwana Yesu, ninakutukuza kwa ajili ya mamlaka na nguvu zako. Asante Bwana. I bow down before you to give all the glory and all the honor. Father, I thank you for what you have spoken to your people through me. Pokea shukrani, pokea heshima na utakatifu wote. Wewe Mungu ambaye milima inayeyuka mbele zako kama nta. Mungu ambaye kila kuitwapo leo unatafuta namna ya kumanifest, kudhihirisha ukuu wako kupitia mwanadamu, ambaye mwanadamu huyo bado mpaka leo Bwana hatambui namna sahihi ya kusimama. Tusaidie Bwana katika kipindi hiki. Tusaidie Bwana katika kipindi hiki. Tusaidie Bwana katika kipindi hiki. Tunahitaji Bwana Yesu kukawa na mabadiliko. Ndama ratoshaka rekanama ya ratosekete kanda mashanda inona manoshaka. Ni wakati wa kurejesha Ukristo sahihi. Ni wakati Bwana unataka tuishi maisha ambayo Bwana yanakuwakilisha wewe. Bwana Yesu, tumekuwa Wakristo jina. Tumekuwa Wakristo jina. Na wao walituambia tuwe chumvi ya ulimwengu. Chumvi haibadilishwi, ila chumvi inabadilisha. Ona mando shakata kasekelepo. Kina manasha naba renama yekadaba sekelebo. Tusaidie
Tusaidie Bwana. Tumemtukana, tumeudhalilisha mwili wa Kristo. Tumesababisha mataifa kuongea maneno mabaya juu ya kanisa Bwana, kwa sababu ya kutokusimama katika nafasi zetu kama Wakristo, kama watu ambao tulipaswa kukuwakilisha wewe kwa mataifa. Bwana, mataifa yanatushangaa namna tunavyoishi, namna tunavyoenenda. Bwana tusaidie, Bwana tusaidie, Bwana tusaidie. Kumekuwa hakuna matokeo sahihi kwenye maisha yetu, hakuna matokeo kwenye ndoa, kwenye biashara, kwenye afya zetu, kwenye kila kinachotuhusu, kwa sababu ya kutokutambua ya kwamba tumekubeba Kristo. Bwana, miili yetu imekuwa hai, ndio maana tumeshindwa kukubeba, na hakuna anaweza kukubeba isipokuwa amekufa. Isipokuwa amekufa ndipo anapoweza kukubeba. Maana kila utakachokuwa unakisema, kila ambacho utakuwa unataka afanye Bwana, ni rahisi sana kufanya na mwili kutokuinterfere na program zako, kwa sababu mwili umekufa. Mfu hata anapotukanwa hasikii, hakasiriki. Ndicho unachotaka tuwe wafu kwa mambo yasiyofaa, lakini tuwe hai kwa ajili yako Kristo. Tusaidie, 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 tusaidie Bwana Yesu. Hebu anza kufungua kinywa chako hapo ulipo. Unajua mambo yako, unajua namna ambavyo umekuwa ukisimama, umebaki kuwa kama Mkristo jina. Wewe unajua, unatambua vizuri sana, unatambua vizuri sana. Hebu nenda mbele za Mungu, mwambie, fungua tu moyo wako. Mungu anapotupa neema ya kumaliza hili somo, kipo kitu kikubwa sana kitatokea. Lakini hapo mambo ambayo Mungu anazungana manosha ukurara baba basende borama unemenama kinosha kuramanama ukirianama rekanama sikiri bosha yenama borama. Saidia kanisa lako Mungu. Tusaidie Bwana. Tusaidie Yesu. Tusaidie Yesu. Tusaidie Yesu. Tusaidie Yesu. Tusaidie Yesu. Tusaidie. Tusaidie. Tusaidie Yesu. Tusaidie Yesu. Tusaidie Yesu. Tusaidie Yesu. Ninasikia hili jambo. Ninaomba uje hapa kama unajua kuna jambo tu unajua kabisa you are not good. Ninaomba tu uje hapa. Nitakushika mkono. Ninasikia tu nikushike mkono. Kwa ninaomba uje hapa. Ninaomba uje hapa. Kama unasikia kuna kitu unataka kitengenezwe upya kwenye Ukristo wako, kuna jambo jipya unataka litengenezwe, naomba uje hapa. Ninaomba uje hapa haraka. Ninaomba uje hapa haraka. Ninaomba uje hapa haraka. Ninaomba uje hapa haraka. Naomba uje hapa haraka. Simama tu hapo mbele. Simama, ukitaka kupiga magoti ni sawa. Ukitaka kupiga magoti ni sawa. Njoo, sikia. Yaani usijiweke huko. Sikulazimishi kuja, lakini dhamiri yako inakuambia kupo kushida. Dhamiri yako inakuambia kwamba ipo shida. Ipo shida. Dhamiri yako inakuambia. Sikulazimishi, lakini wewe unajua maisha yako. Unajua maisha yako wewe mwenyewe. Unayajua. Kufanana nawe Yesu, napenda kufanana nawe, unitumie upendo
napenda kufanana nawe. Hey, napenda kufanana nawe Yesu. Hey, napenda kufanana nawe. Unitumie upendavyo. Hey, napenda kufanana nawe. Kanisa zima tuimbe. Hey, napenda kufanana nawe Yesu. Hey, napenda kufanana nawe. Unitumie upendavyo. Hey, napenda kufanana nawe Bwana Yesu. Hey, napenda kufanana nawe Yesu. Hey, napenda kufanana nawe. Unitumie upendavyo. Hey, napenda kufanana nawe Bwana Yesu. Hey, napenda kufanana nawe Yesu. Hey, napenda kufanana nawe. Unitumie upendavyo. Hey, napenda kufanana nawe Bwana Yesu. Napenda kufanana nawe. Wakati unaendelea kukiria hayo maneno kwenye moyo wako, maanisha kwenye moyo wako, maana kipo kitu kipya Mungu anaenda kufanya. Bwana Yesu anaenda kufanya. Roho Mtakatifu anashuka, anafanya hilo jambo jipya, anafanya hilo jambo jipya, anafanya hilo jambo jipya, anaachilia hilo jambo jipya, anaachilia hilo jambo jipya. Rato koshakata reda bazede bobo shande kayana yana makele koshakata raneketa ya badege sekete bobo shanda yano shakata na bobo. Napenda kufanana nawe. Unitumie upendavyo. Hey, napenda kufanana nawe Bwana Yesu. Napenda kufanana nawe Yesu. Repayana yatosha ne rekatata yanoshata. Unitumie upendavyo. Hey, napenda kufanana nawe Yesu. Napenda kufanana nawe. Holy Spirit of the living God, Holy Spirit of the living God, Holy Spirit of the living God, cleanse those spiritual pipes. Safisha hizo bomba za kiroho, safisha hizo bomba za kiroho, safisha hizo bomba za kiroho. Rabadesa no shakatara baba. Napenda kufanana nawe Yesu. Napenda kufanana nawe. Unitumie upendavyo. Hey, napenda kufanana nawe Yesu. Moto Yesu, moto ukapita na kutoa hivyo vitu, ukapita na kutoa hivyo vitu. An encounter, touch of God, mguso wa Mungu. Naachilia hiyo nguvu ya mguso wa Mungu,
Andere bobo shanda yana bobo sheke rando shakata radatata yanadatata yada seke yanama reko yana yeke yatosha nebe sele bobo shanda babas. Naachilie nguvu ya kubadilisha upya maisha. Hiyo nguvu ya kubadilisha upya tena, ya kubadilisha upya, ya kubadilisha upya, ya kubadilisha upya, ya kubadilisha upya. Na yaachilia. Moja rata rekosha. Mbili tatu. Of God rana yana yeketa ya motion na basi. Spirit of the living God, Spirit of the living God, Spirit of the living God, Spirit of the living God. That's of 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 God. Nguzo wa Mungu utakaobadilisha maisha. Ipo nguvu inapita hata kwa yeye huko. Ipo nguvu ya Mungu inapita. Iruhusu. Acha ibada za kawaida. Acha ibada za kawaida. Chukia hizo ibada za mazoea. Chukia hizo ibada za kawaida. Yana mandosha kata. Repa sandosha kata. Miunganiko yoyote ya kifamilia iliyoleta shida kwenye maisha yako, haya mwache. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Yes.
kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa. Moja inaiachilia, moja inaiachilia nguvu, inaiachilia nguvu ya nafasi shaka. Yes, yes, mbili, yes, katara musha. Tatu tachi kosha na basi shaka na bakosha. Ushirika utaondoa mazoea, ushirika utaondoa mazoea, ushirika utaondoa dini. Maana Ukristo ni ushirika, Ukristo ni mahusiano. Ushirika, 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 ushirika. Nataka ushirika, nataka ushirika, nataka ushirika. Hiyo shauku alionayo kumtumikia wewe Mungu, na adui anamrudisha nyuma kila akipiga tu, anamwincapacitate, anamuonesha kwamba hataweza, anamuonesha picha ya wale ambao wamefanya wakashindwa. Kwa hiyo huduma Baba, ninamuinua sasa, ninamuinua sasa, ninamuinua sasa, ninamuinua sasa, ninamuinua sasa kwa mkono wako, kwa mkono wako. You are touch upon him, you are touch upon him, you are touch upon him, you are touch upon him. Renema, yanama, 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 yeke, yanama, yeke. Juu ya ulinzi nimeuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ewe nguvu za giza, haraka ukapate kumwachia. Toka ndani yake, toka haraka kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Jidhihirishe pale uliko, toka haraka kwa jina la Yesu Kristo. Na kuagizia moto, na kuagizia moto, na kuagizia moto, na kuagizia moto, na kuagizia moto. Toka haraka, toka ndani yake, toka ndani yake, toka ndani yake, toka ndani yake kwa jina la Yesu Kristo. Kila ufalme uliomshika ni kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, uwezaye kufungua ilivyofungwa, sasa tunaenda kuvifungua ndani yake kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kila ufalme uliotekwa, haya, rudi ndani ya ulinzi, rudi haraka, rudi haraka, rudi haraka. Roho wa Mungu, haya, rudi ndani ya mwili wa ulinzi kwa majina yako na kurudisha haraka, na nguvu za giza zikapate kumwachia, naye akasimame kwa nguvu na uwezo wa Mungu aliye hai katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu kwa uzima na uponyaji. Amen. Simama. Acha simama. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, niko mbele zako, ninahitaji msaada wako. Nguvu za giza, ufalme wa giza unaonifuatilia, hautafanikiwa katika maisha yangu. Unachukua ufahamu wangu na kuchukua nafsi yangu. Kuanzia sasa ninarejeshewa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila aina madhaifu hayana nafasi ndani yangu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nenda na ushindi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba chombo cha sadaka mahali hapo, sababu muda wetu umeenda.
Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu aliyesimama kwa ajili ya maneno ya Mungu. Nimeuona mkono wa Bwana na nguvu za Mungu zikitembea pamoja na yeye. Hakika aliyozungumza ni maneno ya baraka sana, na ni maneno ambayo tunahitaji tuyafuatilie kwa karibu sana, kwa sababu Mungu azungumzi kwa namna nyingine. Hakuna wakati utakaomuona Mungu akija kama yeye, lakini atasema na watu kama alivyozungumza. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndomela, lakini niwape maneno machache na matangazo, wakati ambapo tutapata matangazo na kuweza kuondoka kwenda nyumbani. Kwa hiyo ninaomba mpate kunisikiliza, lakini kwa sababu ya neno lililopita tunahitaji simama, ushike sadaka yako. Shika sadaka yako mkononi. Shika sadaka yako, enda kuomba. Alafu nitamaliza kuomba maneno haya, alafu tutaenda pia kutoa sadaka na kupata matangazo. Unajua neno la Mungu limepita jioni ya leo na umelisikia. Shika sadaka yako. Sema, Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu Kristo. Baba katika jina la Yesu Kristo. Ninaondoa kila mzigo. Ninaondoa kila mzigo uliowekwa juu yangu. uliowekwa juu yangu. Ninaondoa kila mzigo Ninaondoa kila mzigo uliowekwa juu ya mabega yangu. uliowekwa juu ya mabega. Kwa kupitia sadaka hii ukapate kuondoa. Ninaondoa kila mzigo Ninaondoa kila mzigo wa kichawi uliowekwa juu yangu, uliowekwa juu yangu. katika shingo langu, katika kifua changu, katika maisha yangu. Kwa kupitia hii sadaka nikapokea uzima katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu ninavunja kila laana, ninavunja kila laana yoyote iliyowekwa juu yangu. Kwa kupitia hii sadaka Baba nikapokea uzima kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu, kila nira iliyowekwa juu yangu nikatwikwa mimi, nikatwikwa mimi kwa jina la Yesu. Kwa kupitia sadaka nikapokea uzima, nikapokea uzima katika jina la Yesu. Kila nira iliyowekwa na adui juu ya maisha yangu, kwa kupitia sadaka ninaivunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, kwa kupitia sadaka nikapokea nguvu na uweza na mamlaka ya kimungu katika jina la Yesu. Amen. Njoo katoe sadaka yako.